tumeshakabidhi hundi ya mfano. Maana yake ni kwamba tayari mimi pamoja na viongozi wote tuliopo hapa tayari tumezindua zoezi hili kuhakikisha kwamba sasa fedha hizo ziingie kwenye akaunti zenu na muende mkazitumie kwa amani kabisa. Niombe wananchi wote wa mkoa wa Katavi, tutakapofika tena maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutoa ardhi kwa maslahi ya umma, basi wananchi muwe na moyo safi kama moyo wa wananchi hawa wa hapa Kibaoni ambao wamekubali kuachia maeneo yao kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa. Wananchi mnaopokea fidia hapa, wale ambao mtahitaji kujenga nyumba, nikutake mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Mpimbwe, usiwaache wananchi hawa wakaenda kutapeliwa, wakaenda kuuziwa maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya matumizi mengine. Badala yake, maeneo ambako umepima viwanja na tayari viko kwenye mchakato wa kisheria kwa maana upimaji umekamilika, chukua wananchi hawa wapeleke ukawaonyeshe, wauzie viwanja kwa bei ambayo ni inastahili, sio bei kubwa sana ya kuwaumiza kwa sababu wamelipwa fidia. Bei ya kawaida. Wapate viwanja vilivyopimwa, mpate hati za kudumu za maeneo hayo. Ukienda kuwekeza pale kwa kujenga jengo lolote ulilopanga kuliwekeza, una uhakika kwamba hapo ni kwako na hati hiyo imeandikwa jina lako na la mke wako au na mume wako au na familia yako. Hii itasaidia sana kwanza kuepusha fedha hizo kutapeliwa kwenda kujenga kwa maeneo ambayo baadaye unaambiwa bomoa, lakini pia itasaidia sana kukuza miji yetu na itasaidia sana kuondoa changamoto za migogoro ya ardhi inayotokana na mwingiliano wa kwenda kuendeleza eneo ambalo halistahili kuendelezwa kwa ajili ya shughuli za kibinadamu. Katavi oye! Na fedha hizi sio mkondo wa fedha zitakazoendelea kutoka. Hivi zikitoka zimefunga faili. Kwa hiyo hakikisha nyumba iliyopotea kule Ndemanilwa inaenda kupatikana kwenye eneo lingine kupitia kiasi ulichopata. Shamba ulilolipoteza eneo la Lamayo linakwenda kupatikana kwa fedha hii utakayolipwa, ili usiendelee tena kuwa kwenye usumbufu. Kipata kahela haka, fanya kama hujapata, ili akili itulie, ilenge kitu gani cha kwanza cha muhimu. Ili nalisema kama naibu waziri kwa experience ambayo nimeipata kwenye maeneo ambayo tumetoa fidia. Watu wengine wameenda kununua magari mabovu, siku 2-3 analisukuma, linakuwa scraper na unakuja kuliuza kwa bei ambayo sio sahihi, yani haifanani na ulichopotea. Tuwela au tutwa mkupuo twa hovyo sana kabisa. Unaweza ukashangaa siku nyingine umeamka unajaribu kukumbuka milioni 3 ulizokuwa nazo ziko wapi. Kumbe wewe mwenyewe umetoka pale ukapita wapi na wapi na wapi, nyingine unadondosha tu hata ujui zinakwenda kufanya nini. Zinaka element ka kufanya kidogo uchanganyikiwe hivi. Unaona nyingi kweli. Sio nyingi. Ushauri waliotangulia ni muhimu sana. Usikimbilie kwenda kuanza kuchota muamala wako. Tulia. Panga mambo yako sasa vizuri. Na mimi nataka niwaambie ni jambo la kwanza kubwa sana. Lazima uanze kuona makazi yako mapya yatakuwa wapi, ya namna gani. Sasa Mwanasai, kama unataka ujenge kama Mzee Pinda alivyojenga pale, shauri yako. Unaweza kukuta na kaela kakaishia njiani ukaanza kusema sijamaliza. Twende tu na maisha ambayo ni ya kawaida. Nimepata kahela haka, ngoja nijenge, kajengwa hapa, ka kiwanja haka kanatosha. Mengine tulia.